Mwelekeo wa Simba ni mzuri kama wataweza kumiti vile vipengele ambavyo vilivyopo kwenye huu mkataba, kwa sababu mpira wa miguu unahitaji pesa na wamekuja kuwekeza pesa. Bilioni 5 kwa mwaka sio pesa ndogo. Bilioni 5 na milioni 600 ni pesa nyingi sana, ambazo ni kwa mujibu wa transfer market kikosi kizima cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinagharimu almost bilioni 2, bilioni 3. Hapo ndio gharama ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Maana yake ni kwamba kila mwaka Simba watakuwa na uhakika wa kusajili wachezaji waliopo kwa kiwango hicho. Sasa just imagine kuna wachezaji wana mikataba ya miaka 3. Watalazimika kuendelea kuwepo. So Simba bado watakuwa na uwezo wa kwenda sokoni kuchukua wachezaji wawili kwa bei kubwa sana, na ambao watakuja kukifanya kikosi kiwe imara na kiwe bora zaidi. So maana yake ni kwamba Simba wanaendelea kutanua wigo wa kushindana barani Afrika. Hiyo ndio maana ya huu mkataba. Well, unajua unapoenda kumiliki studio, maana yake ni kwamba unaenda kuwa na uhakika wa kutengeneza content zilizobora kwa muda wote. Na wote tunafahamu engagement ya mitandao ya kijamii na online medias, the way ambavyo zimekuwa zinaenda viral na zinakuwa ni sehemu ya vipato kwa hizi clubs. Maana yake ni kwamba wanaenda tena kutanua wigo mwingine wa mapato, kwa sababu as time goes on, the way ambavyo watakuwa wanaingiza vitu kwa maana ya vifaa, wataajiri watu. Hauwezi kuwa na studio nzuri zenye vifaa vingi na bora uendelee kuwa na watu wachache ambao wanaweza wasimiti ile supply inayopatikana mle ndani. Kwa hiyo ni lazima kutakuwa kuna appointment ya baadhi ya watu ambao wataingia ndani ya department ya habari ndani ya Simba, ili kuendelea kutengeneza mazingira ya kuendelea kutengeneza content zilizobora na zenye kubeba taswira halisi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Maana yake ni kwamba watakuwa na uwezo wa kufanya production wao wenyewe. As we know, baadhi ya production wanafanywa na kampuni ambayo inawadhamini kwenye eneo la content. Lakini wanapoenda kuestablish studio zao, maana yake wanatengeneza wigo wa kuweza kutengeneza au kufanya production ya content zao wao wenyewe. Who knows, wanaweza wakaja na online TV ambayo iko serious. Sina maana hii iliyopo iko serious, lakini wakawa wanaiendesha the way ambavyo Chelsea wanaendesha, Manchester City wanaendesha, Real Madrid wanavyoendesha zile channel zao, ambazo huwa tunaona kabla ya games zinazohusiana na hizi klabu nilizozitaja kuna uchambuzi. Kwa wanaweza kufanya ile live analysis kupitia online TVs. Wanaweza wakaja na radio ambayo inaweza kaanza kurusha matangazo kwa kutokea Dar es Salaam, ikawa nasikika tu pale Dar es Salaam. Ni vitu vyote hivi ambavyo vinawezekana, kwa sababu kwa hichi kiwango cha pesa walichoamua kuwekeza, to be honest, uwezekano wa kufungua radio ni kitu ambacho kinawezekana. So tutegemee mapinduzi makubwa kwenye industry ya habari kwenye vilabu vyetu. What I know, hii inaenda kuwa chachu kwa klabu nyingi. Very soon utawasikia Young Africans nao wanakuja na jambo lao. Kwa hiyo kinachofanyika, kitu chochote kile ambacho kinakuwa ni positive kwa upande wa Simba, Yanga lazima watasema hiki nacho tunaweza tukaishi nacho. The same applies kwa upande wa Young Africans. Kinapofanyika kitu kwa upande wa Young Africans, Simba kikiwa kina maana, watakifanya, ingawa wanaweza wakadiverge wakaenda kwa kufanya kwenye engo nyingine ya tofauti, lakini watakuwa wamefanya kile ambacho walichokifanya. Kwa hiyo kitendo cha kuja kuwekeza kwenye eneo la habari, kuja kuwa na studio za kisasa, haya ni mapinduzi makubwa kwenye klabu za Tanzania kwenye upande wa idara ya habari.